Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Balozi Batilda Buriani, ameunda kamati maalum ya kuchunguza kufuatilia mchakato wa kubomoa nyumba za wananchi katika kijiji cha Msakangoto wilayani Muheza. Akizungumza na waandishi wa habari, Dr. Batilda amesema kuwa zaidi ya kaya 60 zimebaki bila makazi kufuatia zoezi hilo la ubomoaji, huku akibainisha kuwa baadhi ya nyumba zilibomolewa wakati watu wakiwa ndani, jambo aliloeleza kama ni kukosa kuzingatia utu na haki za binadamu. Aidha, ameagiza kamati hiyo kuchunguza sababu za utekelezaji wa zoezi hilo bila ushirikishwaji wa jeshi la polisi wala viongozi wa mkoa ili kubaini uwepo wa taratibu za kisheria zilizofuatwa. Nimewaita hapa kwanza kuzindua kamati maalum ya kuchunguza tukio lililotokea ni la utekelezaji wa amri ya mahakama, lakini katika utekelezaji wa amri ile kuna mapungufu mbalimbali ambayo yalijitokeza, na hivyo basi nimeunda timu ya kufuatilia na kujiridhisha mambo mbalimbali, ambapo katika moja ya mambo ambayo tutataka watufanyie kazi ni kuangalia endapo mchakato mzima wa uondoshaji wa wananchi katika eneo lile la Kigombe katika kijiji kile cha Msakangoto, ambapo siku ya tarehe 22 mwezi wa 5 dalali wa mahakama alikwenda pale bila kushirikisha jeshi la polisi, bila kushirikisha uongozi wa mkoa wala wa wilaya, na kwenda kufanya shughuli ya uvunjaji wa nyumba za wananchi. Utakumbuka sisi kama uongozi wa mkoa tuliwaita wamiliki wa shamba la Mkonge, ambapo tulizungumza nao utaratibu mzima na mpango mzima wa jinsi wa kuondoa wananchi wale. Lakini tukio hilo la tarehe 22 ilikuwa ni tukio la kuvizia, na hivyo basi kwenda katika eneo lile bila taarifa yoyote ama kutoa kwa mbunge wala uongozi wowote na kuweza kuvunja nyumba, na baadhi ya nyumba tumeambiwa kwamba zilivunjwa wakiwa wazee ndani, walinyakuliwa baada ya nyumba kuangukia. Na hivyo jambo hili tumeliona kwamba si jambo dogo la kupuzia, ni jambo ambalo haliendani na falsafa ya Mheshimiwa Rais ya utu na ubinadamu. Ndio maana imenipelekea baada ya kikao cha kamati ya usalama ya mkoa kudhamiria kwamba ni lazima tukafanya kazi hii ya kuwa na timu itakayokwenda kufanya uchunguzi. Kwa hivyo tunataka tujue kwa nini hawakushirikisha jeshi la polisi na kwa nini walitumia utaratibu huo, na mamlaka aliyopata huyu broker ya kuenda kutekeleza zoezi hilo bila kutoa taarifa kwa serikali na mamlaka zinazohusika. Lakini pia tutataka tubaini maandalizi gani yalifanyika ya kuweza kuhakikisha kwamba pamoja na kuvunja pale, wale wananchi wanakwenda wapi. Tunatambua kwamba wamiliki wa shamba walitenga eneo la eka 37 kwa ajili ya kuhamishia wale wananchi, lakini maeneo yale ilikuwa ni msitu tororo wenye miti mingi na vichaka. Ni wazi kwamba wale wananchi wasingeweza kutoka pale katika hali ile na kwenda kuhamia katika eneo lile. Lakini eneo ambalo wananchi wamekaa toka mwaka 1997 ni eneo ambalo wananchi walipewa na kijiji, lakini pia ni eneo ambalo wamezika pale ndugu zao, ni eneo ambalo pia na wanafunzi walioko katika shule. Kuna wanafunzi zaidi ya 25 wanasoma pale kuanzia shule ya awali, watoto wadogo, ambapo eneo lile wanaokwenda kuhamishwa ni eneo ambalo litakuwa mbali sana. Kwa hivyo tunaangalia mustakabali wa watoto kuanza tena utaratibu wa kuweza kupata shule mpya ya kuingia na kuanza kufanya masomo. Kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo tutataka timu iangalie kwa uwazi kabisa na kubaini endapo eneo lilotengwa kwa ajili ya makazi ni eneo ambalo ni eneo linalofaa kwa makazi, lakini na kuona jinsi gani sasa wale wananchi watakavyoweza kwenda kuanza makazi mapya na kuendelea na maisha yao kama kawaida. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo nimesema ni vizuri umma ukajua kwamba zoezi lililotokea sio tunachofanya, hatupingi amri ya mahakama, lakini tunatamani kujua utaratibu uliofanyika, lakini na maandalizi gani yamefanyika, na wale watu watakuwa wanakwenda wapi na watakwenda kuanza vipi katika
makazi yao mapya. Baada ya kusema hayo, mimi niendelee kuwashukuru sana, lakini nitaka tu kutoa onyo kwa wale ambao watataka kufanya shughuli kama hizo tena bila kushirikisha mamlaka zinazohusika. Wajue kabisa kwamba hapa Tanga sio sehemu sahihi, lakini Tanzania kwa ujumla sio sehemu sahihi. Ni lazima kuwe na ushirikishwaji wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tukio lilofanyika lingeweza kuleta madhara makubwa sana. Wananchi wangeweza kupambana na wanamgambo wao ambao walitafutwa na huyo broker, na ingeweza kuleta maafa makubwa. Lakini hata wale watu ambao waliokuwa mule ndani wangeweza kuuawa na kuleta madhara makubwa, ambapo ingeenda kuigharimu uongozi wa mkoa ambao ungetakiwa uwajibike kwa tukio la kizembe ambalo limefanywa kwa maslahi tu binafsi ya kwamba anajua hukumu imetoka, basi yeye apate ile pesa iliyotengwa ya kufanya kazi ya udalali. Kwa hivyo mimi ninaiachia kamati hii kazi hii bila kuwaingilia wala kuwashawishi, waende kuwafanya kwa uwazi na watuletee picha nzima na taarifa kamili, ili na sisi tupeleke kwa viongozi wetu wa juu, ofisi ya waziri mkuu, lakini vile vile ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, aweze kutushauri njia sahihi ya kuchukua na hatua zifuatazo katika kuhakikisha kwamba mambo yatakayokuwa yamebainishwa basi yanaweza kufanywa kazi.